Uko poa? Niko poa. Tuzungumzie kwanza ushindi wa Simba dhidi ya Almasi, lakini pia tuzungumzie pia issue ya yeye kuqualify kwenda finali kwa mara ya pili 93/2025. Ukiwa kama mwana Simba wekundu wa Msimbazi unazungumziaje? Nazungumzia ni timu moja bora kwanza, alafu vile vile ni timu ambayo kuwa ina hadhi kubwa katika Afrika. Katika mchezo wa jana mechi ilikuwa ni tough sana. Ulikuwa unashuhudia mpira live. Niambie pressure yako kuhusu game ya jana. Pressure ilikuwa ni kubwa, lakini pressure ni kubwa. Tulikaa Simba tukajipanga. Kocha wetu Faru Davis alijipanga akawatuliza wachezaji, basi tukapata draw, tukaingia finali. Maneno yalikuwa ni mengi sana kwamba mtaingia finali, mtavaa medali. Sisi tulishasema Simba ni brandi kubwa, ni lazima tucheze finali, na ikiwezekana kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tunaleta kombe Tanzania kwa mara ya pili. Unasema tunaleta kombe Tanzania kwa mara ya pili. Maneno yamekuwa ni mengi sana kwa timu pinzani, wanasema kwamba RS Berkane ni timu moja kubwa sana. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo wameona quality yao, walipiga mtu 4 kule na sasa hivi na wanakutana na wekundu wa Simba, wekundu wa Msimbazi. Kuna maswali yamekuwa ni mengi sana, vipi mnaweza mkaachieve kichapo kikubwa baina yake hapo kwa Mkapa, kwa sababu finali za mwisho zinamalizikia hapa nyumbani? Sisi hatuna wasiwasi. FC Berkane wanatujua kwamba Simba ni brandi kubwa katika Tanzania au Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo sisi wale tunaomba Mwenyezi Mungu uhai na uzima. Kwanza tunaenda kuwaonesha kwao kama Simba ni timu gani, halafu baadaye tunakuja kumaliza Tanzania. Mchezaji gani ambaye alikuvutia sana jana? Mchezaji aliyonivutia karibuni wote wachezaji wa Simba wamecheza vizuri. Kwanza nimpe pongezi kubwa mwekezaji wetu Mo, Mwenyezi Mungu amjalie heri, baraka, ampe umri mrefu, kwa sababu ana upeo mkubwa na anaona mbali, na yeye ndio aliyefanya Simba kufika finali, kwa sababu aliwaambia watu kwamba mimi nataka timu yangu ya Simba ifike finali na ikiwezekana kuchukua ubingwa. Kweli ndoto zimetimia. La pili, nawapongeza benchi zima la ufundi wa Simba Sports Club. La tatu, wanachama wenzangu na wapenzi wa Simba Sports Club, nawapa big up, nawapa hongera kwa Simba kufika finali, na kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu kombe tunalileta Tanzania. Mama Suluhu Hassan atalibeba kombe la CAF kwa uwezo wake Allah. Bwana, kuna clip zinasambaa sana mitandaoni. Aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati John Pombe Magufuli alisema anatamani sana siku moja Simba hiyo ni timu ya kwanza kuweza kuleta kombe la kubwa kama hili barani Afrika. Unadhani angelikuwepo hatua hii ya kwenda finali angejisikiaje? Angejisikia furaha sana, kwa sababu na yeye alitupa changamoto ili Simba, jamani, nataka mufike mbali, na kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Simba tumefika mbali. Kwa hiyo mimi ninachosema Simba pindipo kama kombe atalichukua na tutachukua kwa uwezo wake Allah. Basi tukamtembelee huyu mheshimiwa wetu aliolala mbele ya haki ili kumpa heshima na yeye kwamba kombe tumelileta Tanzania. Bwana, swali la mwisho, wamepita makocha wengi sana wekundu wa Msimbazi, tena wenye viwango vikubwa kuliko hata Fadlu. Imekuwaje Fadlu kwa wakati huu timu ambavyo haijaunganika vizuri na anapata nafasi ya kuingia finali? Anapata nafasi kwa sababu yule kocha ni kocha mzuri sana, ni kocha ambaye kwa anajielewa, ni kocha ambaye kwa ana mapenzi na wachezaji, kwa sababu unapofanya combination ya kuunga wachezaji wenyewe wanampenda yule kocha. Kwa hiyo na wao wachezaji wanajituma kutokana na yeye Faru Davis kukaa na wachezaji vizuri. Mimi nampa hongera sana na big up, na ikiwezekana viongozi wa Simba wakae chini na Faru ili asiondoke. Katika misimu miwili au mitatu inayokuja tutakuwa na timu moja hatari sana katika Afrika. Bwana, Mpanzu unamzungumzia? Mpanzu ni mchezaji yule anaitwa King of the Simba Sports Club, Elia Mpanzu. Bwana brother, mambo vipi mzee?